Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, nawe mtazamaji wa Mwangaza Digital, kusikiliza ujumbe na tafakari ya Mtakatifu Gaspari leo tarehe 16 mwezi wa 3. Mtakatifu Gaspari anatuambia kujifunza kutembea juu ya ardhi yenye miiba ni tofauti na kutembea juu ya mawaridi. Kujifunza kutembea juu ya ardhi yenye miiba ni tofauti na kutembea juu ya mawaridi. Kutembea katika miiba ni kupitia changamoto mbalimbali, maumivu na hali ngumu za maisha, mfano kuporomoka kiuchumi, kukatishwa tamaa, kupoteza wapendwa wetu walio tegemeo kuu, magonjwa na kadhalika. Hali hii inatufundisha daima kutokukata tamaa, kuwa na bidii na matumaini, na zaidi hali hii ngumu inatufanya kuwa imara zaidi katika maisha, kuwa na busara, ustahimilivu, na zaidi kuwa makini kwenye kila kitu. Kutembea katika mawaridi ni kupitia katika hali nzuri za faraja, mafanikio, furaha na amani. Bahati mbaya ni kwamba nyakati hizi hazitupi funzo kuu, bali tunaishia kufurahia tu na hata kujisahau kabisa na kuamini kila kitu ndivyo kilivyo na kitaendelea kuwa hivyo. Hivyo wapendwa, maisha ya mwanadamu ni mchanganyiko wa hizi nyakati mbili. Kuna wakati wa furaha na wakati wa magumu. Ili kuelewa ukweli huu, tumtazame mtumishi wa Mungu Ayubu alivyokuwa katika mafanikio na baadaye anapitia mahangaiko na changamoto kubwa. Wapendwa, katika nyakati hizi mwanadamu ana cha kujifunza kama vile: moja, katika magumu tunaumia ila tunajifunza. Yale magumu na maumivu ya maisha tunayoyapitia, iwe ni kushuka kiuchumi au magonjwa, tunajifunza kuwa lililokuu zaidi ni kumtegemea Mwenyezi Mungu zaidi na kuwa na matumaini. Pili, tunajifunza mawaridi, yaani nyakati nzuri ni baraka ila si mwisho wa safari. Nyakati nzuri katika maisha yetu zisitufanye tukaona ndio tumeshafaulu katika maisha na kusahau kuwa bado tuko safarini. Hivyo nyakati hizo kwetu tuzitumie kama muda wa shukrani kwa Mungu aliye mgawaji wa baraka na neema zake. Tatu, tunajifunza Mungu yupo katika nyakati zote za maisha yetu. Kama binadamu, katika magumu tunahisi kwamba Mungu ametuacha, yaani tuko peke yetu. Daima tukumbuke kuwa Mungu yupo pamoja nasi hata tukipita katika magumu kiasi gani, hata tuacha tuangamie. Hivyo tuwe kama Ayubu aliyebaki mwaminifu kwa Mungu daima. Hivyo tusiingie mkenge wa kumdhihaki, kumkana au kumtukana, bali tubaki daima katika sala tukiomba mapenzi yake yatimie zaidi. 4, tunajifunza katika magumu inazaliwa nguvu mpya. Tunapopita katika miiba, yaani magumu na changamoto mbalimbali katika maisha yetu, nguvu mpya inazaliwa ya kupambana, kuondokana na hali ngumu za maisha na kusali zaidi. Wapendwa, daima tusikate tamaa tunapopita katika magumu, wala tusibweteke pale mambo yanapokuwa mazuri. Tutambue zote nyakati ambazo zinatufundisha, kutukumbusha jambo katika maisha yetu hapa duniani. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Colin Stem wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu. Itukuzwe damu ya Kristo.